Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda tofauti katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans, kutokuridhishwa na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo Young Africans wametoa tamko lao leo hii mapema kabisa kufuatia kile ambacho kinachoendelea. Unafahamu ya kwamba baada ya kombe la muungano litakapomalizika, Young Africans watarudi, itakuwa tarehe 3 ya mwezi wa 5, ambapo watakuwa uwanjani kumenyana dhidi ya klabu ya soka ya Simba Sport Club katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa klabu ya soka Young Africans wenyewe wanachokipinga ni juu ya uwanja ambao umepelekwa dabi hiyo kwenda kuchezwa, ambapo unaonekana kutokukidhi mahitaji ya yale ambayo yanayotakiwa, licha ya kwamba katika pitch yake ni nzuri na inaridhisha kuchezwa kabisa vizuri, mpira ukapigwa kwa hadhi ya juu, lakini wanachokilalamikia ni namna ambavyo yale ambayo yanayokwenda kutokea katika mchezo huo, ambapo kuna pengine wanasema figisu zinazokwenda kutokea, ambapo Young Africans wanaweka msisitizo huenda wakagoma kucheza mchezo huo katika uwanja huo, jambo ambalo linaturudisha siku za nyuma katika zile kauli za kwamba hatuchezi, wengine wanakuambia tunacheza. Kwa hiyo tunakwenda kujua sababu ambayo Young Africans wao wamefikia kuweza kutoa kauli yao. Ni kauli ipi ambayo imetolewa leo hii? Utakwenda kujua hapa mwanzo mwisho, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea kwa sasa katika maskani ya wananchi Young Africans niko nayo hapa. Ni wewe tu kukujuza, kaa na mimi mwanzo mwisho mwa taarifa hii. La kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba utakuwa umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka, si wengine wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya Young Africans ambayo kwa sasa ipo katika moto kweli kweli, ambapo umeweza kushuhudia mambo yanavyozidi kwenda kwenye kombe la muungano wako vizuri kabisa. Sasa klabu ya soka Young Africans madai yao ni juu ya bodi ya ligi kutangaza kwamba Meja Jenerali Samuyo ndio itakayomiliki mchezo wa dabi ya Kariakoo siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 5, ambapo mchezo utapigwa majira ya saa 12 jioni. Sasa klabu ya soka Young Africans inatoa malalamiko yake juu ya madai ya kwamba huenda wa mashabiki zake wakakosa nafasi ya kushiriki mchezo huo, kwani kumekuwepo na za chini kwamba huenda mashabiki wa klabu ya soka ya Simba wakamaliza tiketi zote mapema ili Young Africans wakakosa nafasi za mashabiki wao kupata tiketi ya kuhudhuria katika mchezo huo, jambo ambalo wananchi Young Africans wanaona kabisa kwamba kuna hatari ya wao kukosa ile adhi ya mchezo wa dabi, ambapo ni jambo ambalo linaonekana jambo ambalo linaonekana kwamba pengine ni mpango ambao unafanyika ili Young Africans pengine watakapofika pale waweze kupoteza mchezo huo. Miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikionyesha kwamba mambo yanaonekana kuwa ni mazito kwelikweli, ambapo wachambuzi wengi wameibuka na hoja kwamba uwanja ule
ustahili kuchezewa dabi ya Kariakoo kwa sababu ya kile ambacho anachokiita kwamba hadhi uwanja ule hauna kabisa ya kupigwa mtanange ule pale, kulingana na hata mabenchi ambayo ama sehemu za kukaa mashabiki ni sehemu ndogo sana ambayo inayopatikana kwenye kikosi ama kwenye uwanja huo, ambapo ni dhahiri shaili ya kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya ambapo Kariakoo Derby ambayo wenyewe unaweza ukashuhudia ni kwamba pengine mambo yanavyokuwa mazito. Uwanja huo ambao hauna uwezo wa kuchukua hata mashabiki 15,000 ambapo kila mmoja akiweza kushuhudia kwamba uwezo wake ni mdogo sana, ambapo kila mmoja amekuwa akiweza kusisitiza ya kwamba pengine TFF na bodi ya ligi wanapaswa kuweza kuangalia namna ya kuweza kulimaliza jambo hilo mapema kabisa, kwa sababu ya kile ambacho kinachoonekana ni kana kwamba ni sasa hivi ni vita ya wazi, ambapo mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa umezoeleka mara nyingi kwenda kupigwa katika uwanja wa hapa nazungumzia Benjamin Mkapa, lakini kwa sasa imekuwa tofauti kabisa, ambapo Simba na Yanga ni mechi ambayo ina wastani wa kuingiza mashabiki 100,000 kila msimu. Mzunguko wa kwanza 50,000, mzunguko wa pili 50,000 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini msimu huu watu 25,000 pekee ndio watashuhudia mchezo huo uwanjani kwa sababu ya udogo wa viwanja vinavyotumika msimu huu. Mzunguko wa kwanza New Amaan Complex mashabiki mzunguko walikuwa ni 15,000, mzunguko wa pili ni mashabiki 10,000 tu ambao wanaweza kuingia pale Meja Jenerali Samuyo. Kwa sababu ya watu wahovyo wachache, dabi namba 3 Afrika inaenda kuwa mechi ya hadhi ya chini kiasi kwamba michezo miwili inashindwa kufikisha watazamaji, jambo ambalo kila mmoja anakwenda kulishangaa kiukweli juu ya haya ambayo yanayoendelea kwa sasa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo mamlaka husika zenyewe mpaka sasa ni kama vile wanaona kama ni sawa ya kile kinachoendelea, lakini kocha mkuu Pedro amesema hawezi kubashiri kwa uhakika ni timu gani itaibuka na ushindi katika mchezo wa nusu fainali kati ya Simba na Mlandege, akisisitiza kuwa mpira wa miguu una matokeo yasiyotabirika. Pedro ameweka wazi kwa kikosi chake kipo tayari kukutana na timu yoyote itakayofanikiwa kutinga fainali ya kombe la Muungano, iwe ni Simba au Mlandege, huku akieleza kwa maandalizi yao yako imara kwa sababu ya pambano hilo kubwa. Yanga tayari imefanikiwa kufuzu hatua ya fainali na sasa inasubiri mshindi wa nusu fainali ya pili kati ya Simba na Mlandege, mchezo utakaopigwa jioni ya leo kwenye uwanja wa New Amaan Complex Zanzibar. Kocha huyo ameongeza kuwa endapo Simba wataibuka na ushindi, basi fainali hiyo itakuwa na raza ya kipekee kutokana na uwepo wa dabi ya Kariakoo, jambo litakaloongeza ushindani mkubwa pamoja na presha kwa timu zote mbili. Kutokana na kukutana mara mbili ndani ya muda mfupi, malengo ya Yanga hayabadiliki, ni kutaka kufika fainali na hatimaye kuweza kuchukua taji hilo, kwamba wenyewe amesisitiza kwamba muhimu ni kwamba wanataka kuchukua taji. Kwa hiyo yeye hahofii na wala hana mashaka kabisa na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ikumbuke kwamba kuna hatihati pengine dabi ikapigwa mara 3 mfululizo kwa sababu wakikutana kama kwenye kombe la Muungano, watakutana katika ligi kuu, watakutana pia katika kombe la FA kama wote watafanikiwa kufika katika level hiyo. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona itakuwaje, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, niandikie unadhani yapi atakuwa maoni yako katika hili sakata ambalo linaloendelea, na pia usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya